Kwa hiyo mtu yote mwenye dhambi ni rahisi kunaswa na mwanamke huyu mpumbavu. Kwanza naweza kueleza kwamba wana muonekano ambao una ushawishi, muonekano ambao una mvuto. Nikwambie kwa taarifa yako, kama ulikuwa hujui, Hawa alikuwa ni mmoja kati ya wanawake warembo Mungu alivyomuumba, mzuri na mwenye mvuto. Alikuwa amesheneka katika kila hali, sawa, lakini hakutosheka na kile, akadanganywa na nyoka kwamba kuna vingine vya kuongeza. Na ndio mpaka leo mwanamke mpumbavu anaondoa kope, anaongeza kope za bandia, anaondoa nyusi, anaweka nyusi za bandia, au anaweka wanja ili aonekane kwamba yeye ni mrembo. Anakataa nywele zake alizoumbiwa na Mwenyezi Mungu, anaweka zingine, kwa sababu Jezebel anamdanganya, weka hiki, weka na hiki ili uonekane wewe ni mrembo. Paka na wanja, badilisha na nywele. Kila leo kwenye dunia ya leo anagharamia mambo mengi katika mwili wake, mwisho amefika kwenye makufuru ya kukataa kwamba yeye pia anaweza kuwa mwanaume badala ya kukubali kwamba yeye ni mwanamke. Ndio pale unapokufika unakuja kuzaliwa nini? Mwanamke mpumbavu anapokuwa msagaji, au anapokuwa anayesagwa katika hali kama hizo kwa namna moja au nyingine, ama anapotokea mwisho anafika mbali, anaamua kuishi na wanyama kama wenza wake. Kama inafika tena mahali pengine haitoshi, anaanza kuishi na kuondoa hata sehemu zake zina kujibadilisha kwamba awe mwanaume, kitu ambacho hakiwezekani na hakitawezekana milele. Kimewagharimu maisha yao na kuleta majuto.